12 ya kila mwaka dunia inaadhimisha siku ya magonjwa ya figo duniani. Hapa ndani ya Alasiri hii leo tunaenda kuangazia kuelekea siku hiyo ya kuelimishana zaidi kuhusu magonjwa ya figo na kupeana elimu. Tunaangazia mtindo wa maisha na magonjwa ya figo, tukiwa naye hapa daktari bingwa na bobezi kabisa magonjwa ya figo kutoka hospitali ya Kairuki, Daktari Mukiza Ngemera. Kumradhi. Karibu sana dokta. Asante sana. Nashukuru. Uko sawa? Niko vizuri kabisa. Habari ya Kairuki? Tunamshukuru Mungu, tuko vizuri kabisa. Mnaendelea kupambania maisha ya Tanzania. Hawa ni wale waliotumwa duniani kuja kufanya kabisa. Kuliishi kusudi la kuhakikisha kuja kufanya kazi ya Mungu kabisa. Matabibu. Na kuna sisi ambao ukipita nje ya hospitali na wao uzuri wana kauli yao moja, ili usiwatushe mzigo wa uzima. Wanakwambia wao wanatibu, Mungu anaponya. Mungu anaponya. Ni kweli kabisa. Hongereni sana. Asante sana, nashukuru. Kuelekea siku ya figo duniani, tunazungumza kuhusu mtindo wa maisha na magonjwa ya figo. Lakini tunatamani kujua hasa kuhusu magonjwa hayo yenyewe ya figo na namna ambavyo yanatokea, ili tuende tukajue sasa mtindo wa maisha unaingiaje. Ndio, asante sana. Labda kabla sijaanza tufahamu kwanza figo kazi yake ni nini. Okay. Ili tuweze kujua magonjwa yanatokanaje. Figo kazi yake kubwa ni kuondoa uchafu mwilini. Lakini pia inafanya kazi kuweka mazingira ya mwili yawe vizuri ili mifumo tofauti tofauti ya mwili iweze kufanya kazi. Lakini pia figo inasaidia katika kuweka ustawi au uwiano mzuri wa shinikizo la damu la mwili. Kwa hivyo magonjwa mengi ya figo yanatokana na kazi za figo ambazo zinatakiwa kufanywa. Kwa sababu kama inapitisha sumu nyingi, inamaanisha vile tunavyokula, vile tunavyovitumia ndio vinaenda kuharibu figo zetu. Kwa sababu kazi kubwa ni kuondoa uchafu mwilini. Lakini pia magonjwa ambayo yanaweza kwa namna moja ama nyingine kuathiri moja kwa moja figo au kwa njia ambazo sio za moja kwa moja, nayo yanaweza kusababisha magonjwa ya figo kama sukari, saratani. Lakini kingine kinachoweza kusababisha ni mazingira. Ukiachana na mifumo ama vile vitu tunavyokula au mifumo ya maisha, hata mazingira nayo yanaweza kusababisha. Ukiwa unaishi sehemu yenye joto kali, ukapata upungufu wa maji, kwa sababu figo inatoa mkojo, chakula chake kikubwa ni maji, ni damu. Kwa hiyo ukiwa na upungufu wa maji inaweza ikakupelekea kupata changamoto za figo. Ndio. Kwa hivyo ni changamoto zipi hizo sasa ambazo ninyi mnazitemu kama haya ni magonjwa figo imepata athari? Okay, asante. Kwa kawaida magonjwa ya figo yapo katika makundi makubwa mawili. Kuna yale ambayo ni magonjwa sugu ama chronic kidney disease, lakini pia kuna magonjwa yale ambapo figo inapoteza itilafu ghafla ama tunaita acute kidney injury. Yote haya yana visababishi vikubwa vitatu. Kundi la kwanza ni visababishi vile vinavyopelekea figo isipate damu ya kutosha. Aidha umeharisha sana ama umepoteza damu au umetapika sana au hujanywa maji tu ya kutosha. Kundi la pili ni magonjwa ambayo moja kwa moja huwa yanashambulia figo. Kwa mfano magonjwa ya sukari, shinikizo la damu kuwa ilipo juu, baadhi ya dawa ambazo zinaenda kuathiri figo moja kwa moja, na magonjwa mengine mengi tu ambayo huwa yanashambulia figo moja kwa moja. Lakini kundi la tatu ni yale magonjwa ambayo yanazuia mkojo usitoke. Kwa hiyo nilisikia ulizungumzia kidney stones. Kidney stones zinazuia mkojo usipite vizuri, kwa hiyo moja kwa moja inaweza kushambulia figo. Ndio hapa sasa inapokuja swala la mtindo wa maisha. Hapa mtindo wa maisha mtu anaweza kusema Sami, huu mtindo wangu naoishi kweli unahusiana na figo? Maisha mtu anayoishi na figo vinahusianaje? Asante sana. Maisha yanahusika moja kwa moja, kwa sababu magonjwa mengi ya figo ni magonjwa yasiyoambukizwa. Na zaidi ya 60% ya magonjwa yasiyoambukizwa yanatokana na mifumo yetu ya maisha tunayoishi, tunaita lifestyle. Na kuna vitu ambavyo tunaita modifiable factors
ambavyo ni vitu kwenye mifumo yetu ya maisha tunavyoishi, chakula tunachokula kama hakiko kwenye uwiano ambao unashauriwa na wataalamu wa afya, tabia ya unywaji wa maji kama haiko vizuri, tabia ya kunywa dawa aidha zile ulizoandikiwa hospitalini kama ulivyoandikiwa kwa idadi ulioandikiwa au kwa kujiandikia we mwenyewe. Lakini pia hata mifumo ya maisha, baadhi yetu tuna tabia ya kutumia dawa za asili. Hatukatai kwamba dawa za asili ni muhimu sana, lakini pia zipo ambazo unaweza ukatumia kwa kiwango ambacho sio sahihi, au kama ukitumia kwa njia ambayo sio sahihi inaweza ikakupelekea kupata changamoto za magonjwa ya figo. Ukikumbuka mwanzoni nimesema kwamba kazi kubwa ya figo ni kuondoa uchafu mwilini. Kwa hiyo kile chochote unachokiingiza mwilini mwako kwa namna moja ama nyingine, kwa asilimia kadhaa zinaweza zikapita kwenye figo na kuleta madhara. Na vyakula tunavyokula kila siku, kuto kufanya mazoezi, maisha yetu ukiangalia, natoka nyumbani, napanda gari, narudi, naingia kazini, nakaa kwenye AC all the time, narudi nyumbani, naweza nikasababisha athari yoyote? Yes, ni kweli, kwa sababu magonjwa ya figo kama nilivyosema awali yanatokana na magonjwa yasiyoambukizwa. Na moja ya magonjwa yasiyoambukizwa ambayo sasa hivi yameongezeka kwa sana ni sukari pamoja na shinikizo la juu la damu. Tabia ya kuto kufanya mazoezi inakuweka kwenye risk ya kupata shinikizo la juu la damu, lakini pia kama una hatari ya kupata sukari ni kama inakusogeza kwa haraka zaidi. Lakini pia ukiwa hauna tabia ya kunywa maji vizuri, nao inaweza ikakuweka kwenye hizo hatari. Kwa hiyo ni mifumo ile ambayo tunakuwa tunaishi ndio inayotusogeza huko. Lakini pia hata aina ya vyakula kama fast food zinakuwa zina chumvi nyingi, ama nyingine zinakuwa zina wanga mwingi, au nyingine zinakuwa zina sukari nyingi, nazo zinaweza zikakuweka kwenye hatari ya kupata hayo magonjwa ya katikati ambayo yanaweza yakakupeka upate changamoto ya figo. Kwa hapa Dr. Ngemera, tunapozungumzia issue ya mtindo wa maisha, si inahusisha kipato na labda sehemu mtu anapokaa. Kwa watu ambao wana kipato cha chini wako salama sana kwenye issue ya magonjwa ya figo, na watu wanaoishi vijijini ukilinganisha na watu wa tabaka la kati, la juu na walioko mjini. Ndio, hilo ni swali zuri sana, kwa sababu hapo nyuma ilikuwa inaaminika kwamba magonjwa ya pressure na sukari ni magonjwa ya mjini tu au ya watu wenye kipato fulani. Lakini sio kweli. Haya magonjwa yanaweza yakampata mtu yoyote kulingana na aina ya mfumo wa maisha anaoishi. Lakini sio hivyo tu. Tumesema kwamba ni 50%. Kwa hiyo kuna 50% nyingine ambayo yanatokana sio tu kwa sababu ya mfumo wa maisha, kutokana na mazingira unayoishi. Dawa za asili unazozitumia, unashinda juani siku nzima upati maji. Kemikali ambazo zipo kwenye ardhi, je, zimepimwa? Na je, zinaingiaje kwenye mwili wako? Vyote hivyo vinaweza vikakuweka kwenye risk. Kwa hiyo unaweza ukawa unaishi vizuri, unakula vizuri, unafanya mazoezi, lakini mazingira yako yakiwa hayapo sahihi yanaweza yakakuweka kwenye hiyo hatari. Mazingira kama hayapo sahihi, hapo unamaanisha nini? Yaani labda mtu anafanya kazi mgodini, anashika kemikali, au unamaanisha Ni kweli kabisa. Kuna baadhi ya kemikali au elements ambazo zipo ardhini kwa namna moja ama nyingine zimehusishwa na magonjwa ya figo, lakini sio tu hata kwenye ardhi, hata mazingira tu. Hewa ikiwa chafu inaweza ikakuweka kwenye hatari ya kupata magonjwa yasiyoambukizwa ambayo inaweza ikakupeleka kwenye changamoto ya figo. Manukato tunayojipaka? Manukato pia nayo inaweza ikatokea. Ndiyo. Kwa mtu umenunua manukato, umenunua na ugonjwa wa figo. Ndio maana unaambiwa inaweza ikatokea. Inaweza ikatokea. Na hizi asilimia ni muhimu sana kuzifahamu, lakini kitu chochote unachokitumia ni muhimu kuangalia kwamba je, kina kitu gani ndani yake. Tukija kwenye magonjwa yenyewe na matibabu yake, fahamu kutibu figo ni gharama sana. Vipi takwimu zinasemaje? Wagonjwa wanaongezeka au wanapungua? Elimu imetosha katika jamii? Na kama wagonjwa hawa wapo na
yani matibabu yake yanakuwaje? Wanamudu? Kwanza kwenye tatizo lenyewe duniani takwimu zinaonyesha katika kila watu 10 mtu mmoja ana changamoto ya figo. Hiyo inawekwa kwenye estimation ya kama watu milioni 850. Hospitalini kwa kila wagonjwa 10, wagonjwa 3 wana changamoto fulani ya figo. Inaweza isiwe moja kwa moja imegundulika, lakini ikawa ni changamoto ya figo. Wagonjwa mahututi waliolazwa ICU, kwa kila wagonjwa 5, wagonjwa 2 mpaka 3 wako kwenye changamoto ya figo. Kwa hiyo ni tatizo ambalo limekuwa likiongezeka. Na kwa nini ni tatizo ambalo linaongezeka sana? Kwa sababu magonjwa ya figo tofauti na magonjwa mengine ni magonjwa ambayo yanatokea taratibu. Mpaka unapoanza kuonyesha dalili ambazo ni nyingi, inamaanisha tatizo saa nyingine linaweza likawa limesogea sana. Matibabu yake yapo ambayo ni nafuu, lakini yapo ambayo gharama zake ni kubwa, ambazo kwa mtu wa kawaida inawezekana ikawa ni ngumu kuweza kunufaika, kuzimudu. Ndio. Kwa hiyo kwenye matibabu tunaangalia, cha kwanza ni kinga, kwa sababu matibabu yanaanza pale nyumbani. Hivi vyote tulikuwa tunavizungumza, tulikuwa tunazungumzia upande wa kinga. Cha pili ni kutibia vile visababishi, pressure, sukari. Hiyo inaweza isiwe ya gharama kubwa sana, kwa sababu mtu yote anaweza akatibia kwa sababu dawa zina mtu anaweza akazigharamia. Lakini inapokuja hatua ya mwisho ambapo mtu anahitaji huduma ya uchujaji ama dialysis, kidogo gharama zinakuwa zipo juu. Na nini hasa mnachokifanya kwenye dialysis? Huduma ya dialysis kwa lugha ya kitaalam, kwa Kiswahili ni kwamba ni uchujaji wa damu. Kwa sababu figo kazi yake kubwa ni kuondoa uchafu ambao upo ndani ya damu na kuutoa kwa njia ya mkojo. Mtu ambao figo zake zinakuwa hazifanyi kazi, inamaanisha anahitaji usaidizi wa mashine ambayo itakuwa inasafisha damu na kumweka katika hali ambayo ni salama. Lakini tofauti na mtu ambao ana shida, figo zetu zinafanya kazi masaa 24 kwa siku 7. Huduma ya dialysis inafanyika kwa masaa 4, lakini sio siku 7. Ni masaa 4 kwa siku 3 za wiki. Ndio. Na huduma hiyo inatolewa kwa wagonjwa wote wenye figo? Hapana. Huduma ya dialysis ni huduma ambayo inatolewa kwa wagonjwa wale ambao wanakuwa kwenye hatua ya mwisho. Kwa kawaida kwa magonjwa ya figo kuna yale ya sugu na yale ya hitilafu za ghafla. Wale ambao wako kwenye hitilafu za ghafla ama acute, huwa kuna viashiria kama 5 ambavyo vinaweza vikampelekea mtu kuhitaji kufanyiwa huduma ya dialysis. Lakini wale ambao wako kwenye kundi la usugu ni wale ambao wako stage ya mwisho kabisa. Lakini sio dialysis tu. Ukiachana na dialysis ni kama tunasema ni daraja kuelekea kwenye huduma kamili ya matibabu ya figo ambayo ni upandikizwaji wa figo. Okay. Na hapo kuna dalili ambazo labda zinaweza zikawa zinajidhihirisha kwa mtu kuona kama kwa dalili hizi kuna pengine figo itakuwa inaanza kufeli au inapatwa na changamoto. Kwa bahati mbaya magonjwa mengi ya figo dalili zake huwa sio za moja kwa moja. Na unaweza ukaona ukahisi una shida ya figo, ukienda ukapima ukakutwa hauna. Lakini zifuatazo ni baadhi ya dalili ambazo mara kwa mara zinaweza zikawa zinahusiana na magonjwa ya figo. Mojawapo kubwa ni kiwango cha mkojo. Kinaweza kikapungua au kikaongezeka. Kuvimba kwa miguu. Maumivu kwenye eneo la mgongo kwa chini ambako figo ndio zipo. Kwenye eneo la mgongo kwa nyuma ndio eneo ambako figo zetu zinapokuwepo. Lakini pia kuchoka, kujisikia kichefuchefu kila mara, na magonjwa mengine ambayo yanahusiana na figo kama sukari kuanza kupanda pamoja na shinikizo la damu kuanza kuwa lipo juu. Yeah, okay. Ni dalili zipi sasa kati ya hizo ambazo hazipaswi kupuuzwa kabisa? Yaani kama nikijisikia hivi ni vyema nikawahi hospitali kumuona daktari. Kama nilivyosema awali, dalili zote
zinaweza zikawa ni za muhimu, lakini unapoziona hizi ni akili ianze kufikiria kwenye upande wa figo. Hiyo niliyosema ya kuvimba, lakini pia unapoona kiwango chako cha kawaida cha mkojo akiendani na kiwango cha maji ulichokunywa. Kwa mfano umekunywa maji lita 2 mpaka lita 2.5, lakini kiwango cha mkojo ulichokipata akifiki hata kikombe. Na pamoja na kuchoka bila sababu yoyote, pamoja na kichefuchefu ama kuanza kutapika, ambayo inaweza isiwe moja kwa moja inahusiana na figo, lakini ni dalili ambazo ni muhimu sana ukafika katika kituo cha afya ili waweze kufanyia uchunguzi zaidi. Na kuna hatua ambayo labda mtu anaweza kupona kabisa, kwamba akiwahi hapa anaweza kupona kabisa, au ni ugonjwa wa kuishi nao milele? Hatua ile ya ghafla acute, kikisababishi kikishafahamika ni rahisi kuweza kukitibia na mtu akaweza kupona. Hata hii ambayo ni ya usugu tunasema ni irreversible, lakini unaweza ukatoka kwenye hatua ile ya hatari ukaja kwenye hatua ambayo kidogo ni nafuu. Ukishafahamu kisababishi kikawa addressed, inamaanisha mtu anaweza akaishi tu maisha yake kama kawaida. Na sasa hivi hata watoto wanaweza kukumbwa na changamoto ya figo, au vijana, au ni ugonjwa labda wa umri fulani? Magonjwa mengi ya figo hayana kuna ambayo yanashambulia watu ambao wa umri fulani kutokana na aina ya ugonjwa, lakini watoto hawapo. Sio kwamba hawezi kupata, watoto wanaweza wakapata. Kwa mfano mtoto ameharisha sana, mtoto ametapika sana, amepoteza maji sana mwilini, inaweza ikapelekea figo zake kushambuliwa. Lakini hata akitumia dawa ambazo zina usumu kwenye figo, nao inaweza ikatokea. Vijana nao mfumo wa maisha, vyakula tunavyokula, kutokufanya mazoezi, au wengine wanaweza wakawa wanafanya mazoezi lakini wakitumia tunaita supplements zenye protini nyingi ambazo zinaweza zikawa zinaongeza mzigo kwenye figo. Vyote hivyo vinaweza vikamweka mtu yoyote katika umri wowote kwenye hatari ya magonjwa ya figo. Kuna watu wanakuwa wanahisi labda kuna ugonjwa wa figo unahusiana na vinasaba vya mtu, kwamba jamaa labda hawa uzao wao huwa wanakumbwa na aina hiyo ya ugonjwa. Inahusiana? Ni magonjwa machache sana ambayo yanahusiana na vinasaba, tunaita hereditary disease au genetic kidney disorders. Kwa mfano magonjwa ya malengelenge mengi kushambulia figo tunaita polycystic kidney disease. Hiyo nayo inahusiana na vinasaba, lakini sio magonjwa mengi sana ukilinganisha na haya yanayotokana na mtindo wa maisha na kadhalika. Ndio. Mtindo wa maisha mboga. Yaani ukichagua mtindo tu ni ama uko salama au ushajichanganya kabisa. Dokta, sisi tunakushukuru sana. Hii elimu ni endelevu, lakini tunaelekea Machi 12, siku ambayo itakuwa dunia itaadhimisha pamoja na sisi hapa. Sisi mmejipangaje, hasa ninyi madaktari wabobezi wa haya magonjwa ya figo, mmejipangaje kuadhimisha siku hii? Asante sana. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema kidney health for all, treating people, protecting their health. Kadri tunavyotibia watu wa jamii zetu, lazima tuangalie pia na mazingira, kwa sababu matibabu yetu pia nayo yanaweza yakawa yana vihatarishi fulani kwenye mazingira, ingawa mazingira nayo yanaweza yakatuweka kwenye changamoto za kupata magonjwa ya figo. Sisi kama wataalamu wa afya ama wataalamu wa figo tumeandaa masomo mbalimbali kama hivi tunavyofuita kwenye television, lakini pia hata kwenye mitandao ya kijamii. Pia tutakuwa tuna matamasha ambayo tutaadhimisha hiyo siku, ambayo kilele ni tarehe 12 ya mwezi wa 3, na mikoa mbalimbali kuna matukio mbalimbali ya wataalamu wa afya ambao watakuwa wakiyafanya ili kuweza kuongeza ukaribu wa jamii kuweza kufahamu, kwa sababu hata kwenye jamii uelewa wa magonjwa ya figo bado upo chini. Kwa hiyo kazi kubwa inabidi ifanyike na ni mwendelezo wa kile ambacho tayari tumekuwa tukikifanya. Sawa. Tunakushukuru sana na tuendelea kuzungumza. Bado tuna muda mpaka tuna juma zima kuelekea Machi 12. Tunakushukuru sana, karibu tena kwa mara nyingine ndani ya Alasiri. Asante sana.
tumezungumza mengi, lakini yote ni kupata elimu kuhusu magonjwa ya figo, tukihusisha moja kwa moja na mtindo wa maisha ambayo tunaishi kila siku. Daktari ametuambia hapa inaweza ikawa ni sababu ya sisi kupata magonjwa mbalimbali ambayo yanaathiri moja kwa moja figo zetu. Ni vizuri sana ama ni vyema kuchukua tahadhari na hata kupima mara kwa mara ili kuweza kutambua kama changamoto hiyo umeipata na kuweza kupata matibabu kwa mapema zaidi. Tumekuwa naye hapa daktari bingwa bobezi kabisa magonjwa ya figo kutoka hospitali ya Kairuki, Daktari Mukiza Ngemera. Karibu kwa wakati mwingine.